Mimi niliyopo hapa ni mmoja wapitiwa na mradi wa bonde la mto Msimbazi, lakini ambaye sikusaini kabisa mpaka dakika hii. Maana tuko makundi matatu. Kuna watu wanadai viwanja, kuna waliosaini. Sisi hatukusaini kabisa, na hatukusaini kwa sababu fidia ni ndogo. Wakaja mara ya pili kufanya tathmini, wakasema tulia, tunarudia. Wakarudia tathmini. Baada ya kurudia tathmini, kwa upande wangu mimi niliridhika kwenye hela ya jengo. Nikamwambia kwenye jengo nimeridhia, lakini kwenye ardhi ni vipi? Wakasema ardhi saini milioni 4 ambayo ni asante ya mama. Nikakataa. Nikasema hivi kweli hili eneo langu hapa nilipo na shughuli zangu ninazofanya, kwa sababu mimi pale silali pale, siishi pale. Ni sehemu yangu ambayo napata 200, nasomesha watoto wangu. Nikamwambia milioni 4 nitapata wapi eneo kama hili? Wakajibu mbona maeneo yapo huko Chanika, Homboza huko. Mimi biashara zangu ninazofanya ziko mjini. Leo unanichukua unanipeleka Homboza. Naenda kufanya nini? Na watoto nasomesha kupitia pale. Nimekataa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na siko peke yangu, niko na wenzangu ambao nao pia wamekataa kwa njia hiyo hiyo. Na hili suala letu sio kwamba alifahamiki. Mkuu wa mkoa analifahamu, mbunge wetu Mheshimiwa Tarimba unanifahamu vizuri. Unajua tulishawahi kufanya mkutano na wewe mwenye mkuu, suala letu unalifahamu. Lakini mpaka leo Mheshimiwa Waziri Mkuu hatujapata ufumbuzi. Kibaya zaidi tunaumia roho. Sisi ni Watanzania kama Watanzania wengine. Sisi tunahamishwa, lakini kuna watu wapo bado eneo la mradi na waendelea kufanya shughuli zao. Kuna shule binafsi iko pale, imesajiliwa na ipo mpaka kesho inaendelea na shughuli zao. Sisi tunahamishwa. Kuna jengo la ghorofa liko pale. Bora umwambie Mtanzania kama unaweza kujenga ghorofa, jenga ghorofa, lakini sio unanihamisha alafu wengine wanabaki kwa sababu gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hebu atueleze. Hapo kuna watu ambao wameshalipwa, wamevunjiwa. Lakini leo kuna mtu amezungusha senyenge, ana mradi pale, analaza magari, ana mizani amefunga pale, anaendelea na shughuli. Yule ana nafasi gani na sisi tuna nafasi gani kama Watanzania? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hichi kitu kinatuumiza. Na viongozi wetu wanakijua, wanapita lile eneo wanaona kinachoendelea. Sisi kwa nini tuondolewe? Hapo narudi Mheshimiwa, mkuu wa mkoa umetueleza kwamba madaraja yaliyojengwa mafuriko kwisha. Kama mafuriko kisha, kwa nini sisi tunahamishwa? Tuambie kwamba bwana nyinyi unatakiwa ujenge hapa hospitali, mtu ashindwe mwenyewe. Wao unatakiwa ujenge supermarket, mtu ashindwe mwenyewe kujenga supermarket. Lakini sio mnatuhamisha namna hiyo kwa maumivu. Tuoneni huruma, tunasomesha, tuna watoto tunasomesha. Kupitia pale tunaokota 200. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Najua serikali yetu sikivu, najua Mama Samia yupo kwa ajili ya Tanzania, na wewe pia Mungu ametubariki, ametushushia wewe. Tunaona kama malaika umekuja kutuokoa si wa Tanzania. Tunakuomba sana Mheshimiwa tusaidie kwa hili. Lakini jambo la pili ni hili la Msimbazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili kwanza nikiri limeshughulikiwa vizuri sana na ofisi yako. Hivi ninavyoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio chini ya bilioni 54 zimetumika kama fidia kwenda kwa wale waliokuwa wanaishi katika bonde la mto Msimbazi. Sasa nikiri kwamba nafikiri umeona hapa baadhi ya watu wanasema fidia ilikuwa inahusu majengo, ardhi hapana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa hizi sheria, watu wa ardhi watafanua zaidi. Bonde la mto Msimbazi lote hakuna aliyekuwa na sifa hata moja ya kulipwa ardhi ya bonde Msimbazi. Kwa sababu bonde la mto Msimbazi, sasa mnisikilize, mnasikia jamani? Nisikilizeni kwanza, si nyie mmekwisha ongea? Kama mmekwisha ongea nisikilizeni ili na mimi niweze kuongea. Mmeelewa mpaka hapo? Mtapewa nafasi muweze kuzungumza. Kama mmekuja kwa ajili ya kuongea kwa Waziri Mkuu, niache nizungumze apate taarifa. Ukiweka ujuaji katika kila step, nisikilize ili apate taarifa. Akipata taarifa atakukaribisha ili uweze kuzungumza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sikiliza. Tulieni tusikilize. Niliwaambia Mkuu wa Mkoa akishamaliza tutasikia tena. Si sawa ndugu zangu? Haya, sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa wakati fulani nikisimama kwa heshima katika kufanua jambo, watakuja pia kujibu. Kisheria jambo lile Mheshimiwa Waziri Mkuu lipo kwenye eneo oevu
ambayo kwa miradi ya World Bank, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haikuruhusu kulipa ardhi kwenye hilo eneo Oweni. Walipoleta malalamiko hawa wananchi na tukafanya mkutano, kama mnakumbuka, tuliomba tena kwamba wananchi wameleta hoja kwamba hata wakipewa pesa ya nyumba hawana tena eneo la kwenda fedha kwenda kununua, na ndipo yakatoka maamuzi kwamba basi kila mmoja kwa flat rate, kwa kutumia mfuko tena wa serikali na sio tena World Bank, kila mmoja apewe milioni 4 na mimi ndio niliyekwenda kwenye mkutano na kwenye kikao hicho. Kwa milioni 4, Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliyokuja kutolewa haikuwa kwa mujibu wa sheria. Ilikuja baadaye kwamba jamani, basi kama umelipwa hili jambo la jengo, hii milioni 4 sasa itumike kama kwenda kutafutia kwa kiwanja kwenye eneo jingine. Na hili nalo lizungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeleta taarifa ofisini kwako, ufafanuzi huo kwa maandishi. Lakini pia mkuu wa wilaya ya Kinondoni kwa kuniwakilisha mimi mkuu wa mkoa alishiriki pia kikao cha moja kwa moja na ofisi yako kutoa ufafanuzi wa jambo hilo. Bilioni zaidi ya 54 ambazo zimelipwa. Na pesa hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlipaji wala sio sisi, serikali ya mkoa. Na ndio maana umekuta hawa hawasemi mkuu wa mkoa alitujibu vibaya, mkuu wa wilaya alitujibu vibaya, wanasema TAMISEMI, kwa sababu iko ndani ya ofisi yako. Hawa wako katika makundi kadhaa. Tukirudi nyuma, wapo watu ambao waliondolewa kabisa kwenye bonde la Msimbazi, wakapewa viwanja maeneo ya mbali. Walipopewa viwanja kwamba pale mahali wasirudi, wapo baadhi ya watu ambao kule waliuza wakarudi tena pale. Hizi data ziko hapa. Baadaye ikaja tena hili ambalo limeisha kuja muda huu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili niliona nilieleze kwa picha na kwa taswira hiyo. Sasa nafahamu hapa kuna makundi mengi, na nafahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako pia na mambo mbalimbali. Mimi kikupendeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa watu wa ardhi, watu wa TAMISEMI, ofisi ya mkuu wa mkoa, wote tuko hapa, tunaweza pia tukarudia kwa usahihi mkubwa na kuleta tena taarifa kwenye ofisi yako kuhusu hiki wanachokilalamikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa.